أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani mahali popote mlipo. Leo ni siku ya Ijumaa tarehe 5 ya mwezi wa Shawwal 1446 Hijiria, sawa na tarehe 4 Aprili, yani mwezi wa 4 wa 2025 Miladia. Taarifa kubwa tulizonazo hii leo tulizokusanya katika kipindi cha wiki moja ambacho kitasaidia baadhi ya watu ambao hawakupata fursa ya kusikia baadhi ya habari na zikawapita. Taarifa muhimu ya kwanza inayochukua nafasi kubwa ni ile ya Saudi Arabia, UAE yani Imarat, Qatar, Kuwait kwa pamoja zimepiga marufuku ndege za Marekani kutumia anga yake kufanya mashambulio yoyote dhidi ya Yemen au Iran. Kadhalika tunayo taarifa ya onyo ambalo limetolewa na serikali ya Urusi ya kwamba Urusi imeipa onyo kali serikali ya Marekani kushambulia vituo vyovyote vile vya nyuklia vya Iran. Kadhalika kuna taarifa inayoonyesha siku mbaya sana ambayo imetolewa na kitengo cha jeshi cha Hamas ambayo inaonyesha kwamba Israeli imeua karibu watu 80 kwa wakati mmoja huko Gaza katika shambulio lililolenga zahanati ambamo ndani yake walikuwa wakitibiwa wagonjwa, ikionyesha aina ya ukatili ambao unafanywa na Israel kwa nia ya kutaka kuangamiza watu wa Gaza kwa shabaha ya kuichukua Gaza na kuiyahudisha kama yalivyo makusudio ya Donald Trump, rais wa Marekani, akishirikiana na nduli wa Gaza Benjamin Netanyahu. Wimbi jipya la mashambulio ya anga ya Israel kwenye ukanda wa Gaza yamesababisha takriban watu 77 kuuawa shahidi, ikiwa ni siku mbaya zaidi kwa Palestina tangu utawala katili wa Israel uanze tena mauaji yake ya kijinai na ya umati kwenye ukanda wa Gaza uliozingirwa kila upande. Kituo cha matibabu katika kambi ya wakimbizi ya Jabalia kaskazini mwa Gaza ni miongoni mwa maeneo yaliyoshambuliwa kikatili na utawala wa Kizayuni siku ya Jumatano Aprili 2, 2025. Takriban watu 22 wakiwemo watoto na askari jeshi wa polisi wa Gaza wameuawa shahidi katika shambulio hilo lililopiga zahanati ya Umoja wa Mataifa. Ofisi ya vyombo vya habari vya serikali huko Gaza imelaani vikali shambulio la kinyama lililofanywa na utawala wa Kizayuni huko Gaza, mauaji ya kimbari ya Israel dhidi ya raia ya watu wa Gaza na dhidi ya watu waliokimbia makazi yao huko Gaza yakiendelea bila kusita. Mashambulizi mengine kadhaa ya anga yalipiga miji ya Khan Yunis na Rafah pamoja na kambi ya wakimbizi ya Nusrat katikati mwa Gaza. Katika kuelezea hisia zake kupitia mtandao wa X siku ya Alhamis, Senata wa Marekani Bernie Sanders ametangaza kwamba atalazimika kupiga kura ili kuzuia Marekani isiipe Israel shehena ya silaha ya dola bilioni 8.8. Israel imeshaua watu 50,000 huko Gaza na kujeruhi wengine 112,000. Wiki mbili zilizopita ilivunja makubaliano ya kusitisha mapigano na tangu wakati huo imeshaua watoto 322 na kujeruhi watu 600. Marekani lazima ikomeshe ushiriki wake katika mauaji hayo, amesema Sanders. Mashambulio hayo mabaya ya Israeli yamekuja baada ya waziri wa vita wa Israel Katz kutishia kupanua mashambulio ya Gaza, akisema jeshi la utawala huo linataka kuteka maeneo makubwa ya ardhi ya Palestina. Israeli ilianza mashambulio ya kikatili ya umati dhidi ya wananchi wa Gaza Oktoba 7, 2023, lakini ilishindwa kufikia malengo yake iliyoyatangaza licha ya kuua watu 50,423, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, na kujeruhi wengine zaidi ya 114,638. Utawala wa Kizayuni ulilazimika kukubali masharti ya muda mrefu ya mazungumzo na Hamas Januari 19, 2025. Lakini kuanzia tarehe 19 Machi 2025, Israeli ilianza tena mashambulizi yake ya mara kwa mara huko Gaza
ikiyakanyaga kwa makusudi makubaliano ya kusimamisha vita, huku ikiendelea kuua watu kiholela kwa kisingizio kuwa inawatafuta wapiganaji wa Hamas, jambo ambalo ni kinyume na matokeo ambayo yanaonyesha kuwa hushambulia makazi ya raia na kuua watoto na vikongwe na wanawake na kushambulia hospitali ambamo wananchi wanapata huduma za kitabibu. Wakati huo huo, Israeli imetangaza kutanua mashambulio yake ardhini kaskazini mwa Gaza. Jeshi la Israeli limetangaza kuwa limeanzisha operesheni mpya ya kijeshi ardhini kwenye eneo la kaskazini mwa ukanda wa Gaza siku ya Ijumaa kwa madhumuni ya kuongeza zaidi eneo salama lililoanzishwa kwenye ukanda huo. Picha unayoitazama ni wananchi wa Palestina katika ukanda wa Gaza wakikagua uharibifu uliofanywa katika makazi yao baada ya mashambulizi ya Israeli siku ya Jumatano, Aprili 2, 2025 katika eneo la Khan Younis. Kulingana na taarifa ya jeshi hilo iliyotolewa kupitia jukwaa la Telegram, kufikia sasa imeshaanza operesheni zake katika kitongoji cha Shujaia. Imeongeza kuwa tayari vikosi vya jeshi la Israeli vimeshaua wale waliowataja kuwa ni magaidi kadhaa na vimesambaratisha miundombinu ya kundi la Hamas iliyokuwa ikitumika kupanga na kufanya mashambulizi. Jeshi hilo limesema liliwaruhusu raia kuondoka kwenye eneo hilo kabla ya kuanza kwa shambulio hilo. Kufuatia operesheni hiyo, mamlaka ya Gaza zimesema operesheni hizo za kijeshi zilianza mapema alfajiri, ziliwaua watu wasiopungua 30. Taarifa hiyo imesema ni dhahiri idadi hiyo itaongezeka kadri mashambulio ya kiholela yanavyozidi kupanuka. Hayo yanaendelea wakati kundi la Hamas likisema kuwa wanachama wake wawili wameuawa katika shambulio lililofanywa na jeshi la Israel katika mji wa Sidon nchini Lebanon. Katika taarifa iliyotolewa na tawi la kijeshi la Hamas, yani Al-Qassam, limemtaja kamanda wake Hassan Farhat kuwa ni mmoja wa waliouawa pamoja na watoto wake wawili, wa kike na wa kiume. Mtoto wake wa kiume alikuwa pia mwanachama wa kundi la Hamas. Katika hatua nyingine, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ametaka uchunguzi huru ufanyike baada ya wahudumu wa afya, wafanyakazi wa misaada ya kiutu kuuawa hivi karibuni katika ukanda wa Gaza. Vifaru vya jeshi la Israel vinaonekana vilipokuwa karibu na mpaka wa Israel na Gaza kabla ya kutanua operesheni zake za ndani ya Gaza katika kuhakikisha kuwa watu wa Gaza wanateketezwa. Amesema ameshtushwa na mauaji hayo ya wafanyakazi 15 wa huduma za afya na wafanyakazi wa misaada ya kiutu, swala linaloongeza wasiwasi juu ya uhalifu wa kivita unaozidi kufanywa na jeshi la Israel bila kukemewa. Turki amesema wito wa kusitishwa kwa vita na kuingizwa kwa misaada bila vikwazo katika ukanda huo. Ameonya pia kuwa kuna hatari kubwa inayoongezeka kwamba uhalifu wa kikatili unaendelea kufanyika huko Palestina. Taarifa nyingine kubwa zaidi ni ile iliyotolewa jana, ambapo Saudi Arabia na mataifa mengine ya Ghuba ya Uajemi yamepiga marufuku ndege za kivita za Marekani kutumia viwanja vya ndege au anga zao kufanya mashambulio dhidi ya Yemen. Hii ni taarifa kubwa kwa sababu nchi hizo zilizotajwa kama Saudi Arabia, Imarati, Qatar na Kuwait ni washirika wakubwa sana wa Marekani katika eneo la Ghuba ya Uajemi na bara Arabu, ambapo huwa ni kama watu ambao wanaamini kuwa tawala zao zinalindwa na kuwekwa na Marekani. Lakini ni jambo la kustaajabisha na lililoifanya Marekani kushangaa kuona kwamba Saudi Arabia na Qatar pamoja na Kuwait sasa zinaipinga Marekani hadharani dhidi ya mashambulio yake ambayo yanaua raia na ndugu zao wa Kiarabu pasipokuwa na kizuizi chochote. Ni hatua hiyo ambayo imemfanya Donald Trump kusimamisha sasa kusudio lake la kuishambulia Iran baada ya kuwa Iran kila ilivyotishwa haikutishika. Trump amekuwa akijaribu kutoa vitisho kuiambia Iran kwamba ataishambulia kwa mashambulio ambayo Iran haijapata kuona mfano wake kabla ya hapo. Lakini kama sadfa, Iran imekuwa ikisisitiza kwamba iko tayari na inaisubiri Marekani kwa hali yoyote itakavyokuwa, jambo ambalo limemlazimisha rais wa Marekani Donald Trump kuzuia na kubadilisha mawazo na kukubali kuingia kwenye mazungumzo na Iran, mazungumzo ambayo si moja kwa moja. Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar na Kuwait zimeeleza kutiwa wasiwasi na matamshi ya karibuni ya kushupalia vita ya rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya Iran,
ambapo walitishia kuishambulia Iran kwa mabomu kwa namna ambayo wao wa Iran hawajawahi kuona hapo kabla. Gazeti la Middle East Eye limenukuu afisa wa ngazi za juu wa Marekani ameripoti kuwa idadi ya safari za ndege za kijeshi za Marekani katika eneo hilo zimeongezeka kwa 50% ikilinganishwa na safari kama hizo huko nyuma. Katika kukabiliana na marufuku ya mataifa ya Ghuba ya Uajemi, Marekani imekusanya ndege za B-2 zinazotumiwa katika mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya Yemen katika kambi ya Diego Garcia katika bahari ya Hindi. Wiki iliyopita, harakati ya Ansarullah ya Yemen ilionya kuwa itaishambulia Abu Dhabi na Dubai ikiwa vitendo vya kizembe vya Imarati kupitisha ushirikiano na Marekani katika mashambulizi dhidi ya Yemen vitaendelea. Trump alisema siku ya Jumatatu Machi 31, siku ambayo Waislamu walisherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr, kwamba anapanga kuzuru Saudi Arabia na mataifa mengine ya Ghuba ya Uajemi kufikia mwezi ujao wa Mei. Wakati huo huo, amiri wa Kuwait Nawaf al-Ahmad al-Jabir al-Sabah katika mazungumzo ya simu na rais wa Iran Masoud Pezeshkian siku ya Jumatano, nchi yake kamwe haitoruhusu kitendo chochote cha uchokozi na hujuma kuanzishwa kutoka katika ardhi ya Kuwait dhidi ya nchi nyingine. Taarifa nyingine ya kusisimua inayoipa nguvu Iran ni ile iliyotolewa Aprili 2 na serikali ya Urusi ikionya Washington kuishambulia vituo vya nyuklia vya Iran. Naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Russia ameonya kwamba shambulio lolote dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran linaweza kuwa na madhara makubwa kwa eneo zima la Mashariki ya Kati. Sergei Ryabkov ameonya kuhusu hatua zozote za kijeshi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, akisisitiza kwamba mashambulizi hayo yatakuwa na matokeo hatari sana kwa kanda nzima ya magharibi mwa Asia. Ryabkov amesema kulenga na kulipua miundombinu ya nyuklia ya Iran kunaweza kuhatarisha usalama wa kikanda na kuwa na athari mbaya zaidi. Hapo awali pia maafisa wa serikali ya Russia walikuwa wameelezea wasiwasi wao kuhusu vitendo vyovyote vya uchokozi ambavyo vitatishia usalama na amani wa Asia Magharibi. Kauli hii imetolewa baada ya Marekani kutaka kuzua hali ya wasiwasi katika eneo hilo kwa kudai kuwa miradi ya kuzalisha nishati ya nyuklia ya nchi ya Iran siyo ya amani. Hii ni licha ya kuwa shughuli za nyuklia za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zimekuwa zikifanyika kwa uwazi na kwa malengo ya amani, na zikifanyika ndani ya fremu ya majukumu ya Iran chini ya mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia. Kinyume chake, Marekani ndio nchi pekee ambayo imewahi duniani kutumia silaha za nyuklia na kufanya uhalifu wa kivita na jinai dhidi ya binadamu kwa kuua maelfu kwa maelfu ya watu nchini Japan kwa kutumia silaha za nyuklia. Wakati huo huo, Brigadier General Amir Ali Hajizadeh, kamanda wa kikosi cha anga za mbali cha Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC wa Iran, ameionya Marekani kuhusu uwezekano wa kushambulia ardhi ya Iran na kusema wanajeshi wa Marekani katika eneo hili wapo katika nyumba ya vioo na wanapaswa kuepuka kuwarushia wengine mawe. Taarifa nyingine tulionayo ni ile iliyotolewa hii leo Aprili 4, 2025 kwamba mashambulizi mapya ya Marekani yanalenga maeneo kadhaa ya kaskazini mwa Yemen. Marekani imeendeleza mashambulizi dhidi ya Yemen kwa kuanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya anga katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo ya Kiarabu, yakilenga maeneo ya raia na baadhi ya maeneo ya kijeshi. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la Yemen Saba, likinukuu chanzo cha ndani kilichoombwa kutotajwa jina, mashambulizi ya anga yalilenga eneo la Asayid katika wilaya ya Kitaf wa Al-Baqi mkoani Saada kaskazini maghrib mwa Yemen mapema siku ya Ijumaa hii leo. Eneo la Kahlan mashariki mwa mji mkuu wa mkoa wa Saada pia lilishambuliwa kwa mabomu kulingana na vyanzo vya ndani. Hata hivyo, hakuna majeruhi walioripotiwa mara moja. Wayemeni wamekuwa wakilenga meli za kivita za Marekani na pia maeneo ya kiuchumi ya kijeshi ya utawala wa Kizayuni wa Israeli kwa lengo la kuunga mkono wananchi wa Falastini walioko Gaza tangu utawala wa Israeli uanzishe vita vyake vya mauaji ya kimbari dhidi ya Gaza mnamo Oktoba 7, 2023 na pia kama jibu kwa mashambulizi ya Marekani na Uingereza dhidi ya Yemen. Harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Yemen Ansarullah pia imekuwa ikilenga meli zinazohusiana na Israeli, Marekani na Uingereza
kwa lengo la kulazimisha kusitishwa kwa vita vya kikatili vya Tel Aviv dhidi ya Gaza. Operesheni hizo zimefanikiwa kufunga bandari ya Eilat kusini mwa eneo la Falastini linalokaliwa kwa mabavu na Israeli, na hivyo kusababisha hasara kubwa ya kiuchumi kwa Wazayuni. Jana siku ya Alhamisi Aprili 3, 2025, jeshi la Yemen lilitungua ndege ya kivita isiyo na rubani ya MQ-9 ya Marekani wakati ilipokuwa inafanya mashambulizi ya kiuadui katika anga ya mkoa ya Hudaida. Hiyo ni droni ya 17 kutunguliwa na jeshi la Yemen kama sehemu ya vita vitakatifu vya jihadi vya kuwaunga mkono wananchi wa Gaza. Droni ya MQ-9 ni moja ya ndege za kisasa kabisa zisizo na rubani katika jeshi la Marekani na inagharimu zaidi ya dola milioni 32. Brigedia Jenerali Yahya Sari, msemaji wa jeshi la Yemen, amebainisha katika taarifa hiyo kwamba kikosi cha ulinzi wa anga cha wanajeshi wa Yemen kimejibu mashambulizi ya Marekani nchini Yemen kwa kudungua drone ya MQ-9 ya Marekani, ikiwa ni mwendelezo wa vita vya jihadi vya wananchi wa Yemen vya kuwaunga mkono ndugu zao wa Falastini. Picha unayoshuhudia ni ndege ya kivita ya Marekani isiyo na rubani aina ya MQ-9 Reaper kabla na baada ya kupigwa na kuteketezwa kabisa. Hii ikiwa ni ndege ya aina hiyo ya Marekani kuangushwa na Ansarullah ni pigo kubwa kwa Marekani kutokana na kufeli harakati zake za kihasama na pia kutokana na ukubwa wa utengenezaji wake na gharama zake. Jumapili iliyopita Machi 30 usiku, Marekani ilitekeleza mashambulizi mengine ya uhasama dhidi ya Yemen kwa lengo la kulazimisha nchi hiyo ya Kiarabu kusitisha msaada wake kwa Wafalastini wa Gaza. Ndege za kivita za Marekani zilifanya mashambulizi 13 ya anga katikati mwa mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Harakati ya Ansarullah inafanya mashambulizi hayo dhidi ya Marekani, Uingereza na Israeli, ikiunga mkono wananchi wa nchi hiyo, vile vile kufanya maandamano ya mamilioni ya watu kufuatia mwito wa viongozi wa nchi ya Yemen ni dalili ya nguvu hiyo ya kijamii. Kwa hivyo mashambulizi ya karibu kila siku ya Marekani dhidi ya Yemen hayawezi kuwazuia wa Yemen katika azma yao ya kujitetea na vile vile kuwaunga mkono Falastini wanaokandamizwa na Israeli, bali yanazidi kuipa nguvu nchi hiyo ya kuendeleza harakati hizo ambazo zitasitishwa mara tu baada ya Israeli kuacha kutekeleza mauaji ya kimbari kwa wananchi wa Gaza wasiokuwa na hatia yoyote. Haya ndio tuliyokusanya katika taarifa ambazo tumezikusanya sehemu ndogo ndogo katika kipindi cha wiki nzima. Kubwa katika hayo ikiwa ni kwamba Amerika imetupwa mkono na marafiki zake na washirika wake wakubwa, ikiwemo Saudi Arabia, Imarati yani Dubai na Abu Dhabi na makusanyiko wa zile nchi za moja wa falme ya Kiarabu, pamoja na Qatar na Kuwaiti, ikipiga marufuku ndege za Marekani kupita katika anga lao kwa ajili ya kwenda kuwashambulia watu wa Yemen. Lakini Ansarullah wa Yemen tayari walikushatoa indhari kwa Dubai na vile vile kwa Abu Dhabi kwamba endapo Marekani itaendelea kuwashambulia wa Yemen kwa kutumia anga za nchi hizo mbili, wa Yemen nao watajibu kwa kuishambulia Dubai, lakini vile vile kuishambulia Abu Dhabi endapo hawatakoma kufanya kwa ni daraja la kuishambulia Yemen kupitia nchi hizo mbili. Lakini vile vile kuna taarifa kubwa na muhimu zaidi ni kuwa baada ya vitisho vya takriban wiki mbili zilizopita vya Marekani na kupeleka madege na vifaa mbalimbali vya kijeshi kwa wingi katika eneo la Mashariki ya Kati kama jitihada na matayarisho ya kuishambulia Iran, badala yake jana siku ya Alhamisi, rais wa Marekani Donald Trump amekubali masharti yaliyotolewa na Iran kwamba wanaweza kuzungumza, lakini si katika mazungumzo ya moja kwa moja. Itakumbukwa kwamba toka mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 79 iliongozwa na Ayatollah Ruhollah Khomeini, ni kwamba Iran ya Kiislamu ilizuia kuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani kuanzia mwaka 1979 hadi leo. Na endapo kutakuwa kuna ulazima wa Iran kuzungumza na Marekani, watazungumza nyuma ya pazia. Watakuwa kuna mwakilishi ambaye atakuwa anapeleka taarifa huku na kule, lakini si kwa wa Irani na wa Marekani kukaa meza moja. Hilo ni moja. Trump alikuwa anasema kama hawakukubali
kuzungumza naye moja kwa moja, basi yeye atachukua hatua ya kwenda kuipiga Iran. Na Wairani wamemuita na kumkaribisha Trump kwamba tayari wao wanamsubiri alete hayo mashambulio ili kusudi aweze kuona ni nini Irani ilichonacho. Kwa uchache, wanamizani wanapaswa kujua kuwa Irani iko vizuri sana. Irani imejipanga vizuri kisilaha na inayo makombora inayoweza kupiga umbali wa kilomita 1011. Kwa hiyo Marekani haina cha kuitisha Iran, kwa sababu Marekani ikiipiga Irani na Wairani nao wana uwezo wa kuipiga. Lakini jambo la pili, Marekani haina nchi ambayo ni jirani na Iran ambayo wanaweza kuifanya kuwa ni kituo cha kuishambulia Iran. Na tayari Iran ilishawapa indhari majirani zake wote. Endapo itatokezea nchi yoyote ikaipa kituo Marekani ili ipate kuitumia nchi hiyo kuishambulia Iran, basi hiyo nchi ijitayarishe kuwa itaamka asubuhi ikiwa haina kitu chochote, wataisambaratisha nchi yote. Kwa hiyo wamejipanga vizuri kwa ajili ya kukataa ubeberu wa Marekani. Kwa kuonyesha msimamo huo, Donald Trump amekubali mazungumzo yafanyike na ameondoa vitisho alivyokuwa amevipeleka huko. Lakini pamoja na yote hayo, Urusi imetoa indhari kubwa kwa Marekani kwamba isijaribu kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran. Lakini taarifa mbaya zaidi iliyopatikana na kutolewa jana ni ile ya Israel kushambulia Gaza na kuua watu wapatao 80 katika kampeni inayoendelea hivi sasa ya kuua watu wote wa Gaza, ili Israel na Marekani wachukue eneo la Gaza na kuliyahudisha na kujenga mahoteli kuwa eneo la starehe. Kwa jambo hilo basi ni msiba mkubwa kwa umma wote wa Kiislamu duniani, na tunapenda kuwakumbusha Waislamu mahala popote walipo kwamba hii kadhia ya Falastini na sehemu mbili tu. Sehemu moja ni ya kibinadamu, wale watu ambao wana ubinadamu katika nafsi zao lazima watatambua kuwa kinachofanywa dhidi ya Falastini ni uonevu na ni kinyume na haki za binadamu, kuwapiga na kuwaua watu katika nchi yao na kuwalazimisha kuhama na kuichukua nchi yao kwa nguvu. Lakini sehemu ya pili ni vita vya kidini. Ni vita vya kidini kwa sababu kuna msikiti wa Baitul Muqaddas, yani msikiti Masjidul Aqsa, nao pia umechukuliwa na Mazayuni, na mtaona katika siku za mwisho za Eid, Ijumaa ya mwisho, ambapo watu walikuwa wamekaa katika msikiti kwa ajili ya itikaf kule Jerusalem, ambapo wanajeshi wa Israeli waliingia ndani ya msikiti huo na kuwafukuza Wafalastini waliokuwa wanakaa itikafu ndani yake. Kwa hiyo wenzetu kule hawana amani, wanauliwa wakati wowote na hawana salama wala hawana furaha yoyote. Kikubwa zaidi ni kukithirisha zaidi na zaidi kuwaombea dua, ili siku moja Mwenyezi Mungu atajalia itapatikana njia ambayo watapata support, watapata nguvu, na Waislamu wataweza kuungana nao kwa ajili ya kuondoa udhalimu huu ambao unaendelea. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie salama katika nchi zetu, hususan Palestina ambako watu wanauliwa, na kule Sudan na DR Congo, lakini vile vile na eneo la Urusi na Ukraine vita vinaendelea vile vile, watu wanauliwa, na mahali popote panapokuwa vita kinachoharibika zaidi ni kuuliwa watu ambao hawana hatia, lakini vile vile na kuleta hasara kubwa na watu kuhangaika na kukosa makazi na kufa bila sababu yoyote. Suratul Fil na Suratul Lahab tuendelee nazo kama kawaida, hasa kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu ushindi utapatikana. Falastini huru iko njiani, na uhuru wa Falastini kuwa na taifa lao na kujiamulia mambo yao itapatikana na bila shaka yoyote. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.